Chochote unachofikiria na mawazo yako, yale mambo unaweka kwa mawazo yako, hivyo ndivyo utakavyokuwa. Ukiweka kwa mawazo yako ya kwamba wewe ni maskini, basi maskini utakutafuta. And let me tell you, maskini is not a good thing. Please don't try to think how you can become poor. Think every day how you can become rich and glorify God. Amen. Usifikirie siku moja vile utaishi maisha ya ukara ama uishi maisha ambayo ni ya kuhurumiwa. Fikiria vile utakuwa tajiri na uko unasaidia wengine. Amen. Sasa badilisha maombi yako, isiwe tu maombi ya kumwambia Bwana nihurumie, lakini mwambie Bwana niaminie mali nyingi na uniaminie hekima mingi ili nisaidie watu wengi, na ile hekima utanipatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo ni siku ambayo tutakuwa tunasherehekea, tutakuwa tunafurahia, tutakuwa tunarejea tena kwa Mungu, na tunatarajia wageni wengi, na wote wakikuja waingie, tukule pamoja, tusherehekee kwa sababu ya mahali Bwana ametutoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imagine kuna mambo mengi sana Bwana amefanya katika maisha yetu, lakini many other times when we don't see what God has done. But today we shall be meditating on what the Lord has done. Bwana Yesu asifiwe. Tunatarajia wageni wakiingia, ushers wetu watawapatia mahali pa kuketi ili tuendelee pamoja, tufanye ibada pamoja katika jina la Yesu. And because I sense there are visitors on the door, then they have just come in and then we fellowship together for a short time. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wako tayari kusikiliza neno la Mungu siku ya leo kwa ishara ya mkono? Amen. Tupigie Bwana makofi ya shangwe. Tulikuwa kwa mkutano wa maombi, tunaendelea kushukuru Mungu na kupanga mambo mawili matatu, na kukawa na mwelekeo kutoka kwa askofu wetu ya kwamba tuwe sasa na 7 weeks za kumshukuru Bwana kwa sababu ya umbali ametuleta. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninapenda tu niseme ya kwamba huwa kuna dhabihu nyingi ambazo zinatolewa na zote zinampendeza Mungu, lakini ile dhabihu kubwa sana, the greatest sacrifice that you can receive in the kingdom of God. Enda wetu chukua, wachungaji wameingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. The greatest sacrifice you can do and move God is thanksgiving. Are we there? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna dhabihu unaweza fanya na mbingu yote isimame na ikuangalie, ni shukrani. But many times tunapoenda mbele za Bwana huwa tunamwambia sina hii, Baba angalia hapa, Baba tazama huko, Mungu niangalie, Baba nikumbuke. Fine, it is good. But you can choose not to observe your problems. Unaweza amua kutoka kwa moyo wako kutoangalia shida na matatizo yako. Kwa nini? Macho ya Mungu hayana kengeza. He can see. Amen. But the attitude of your heart, msimamo ama vile moyo wako ulivyo, inampendeza Mungu sana. Na dhabihu tunayofanya siku ya leo hata sio mali, ni condition of the heart. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Ningependa tuweze kuangalia katika neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 100. Kitabu cha Zaburi 100. Napenda kuangalia mistari kadhaa, na napenda kuamini kwamba Mungu ataweza kutubariki katika jina la Yesu. Tasoma lugha ya Kimombo, baadaye tatafsiri kama vile Bwana atakavyonielekeza. Karibuni sana utumishi wa Mungu katika jina la Yesu. We respect you and we honor you as workers in the kingdom of God.
In Jesus name. Naamini kwamba tumefika hapo. Biblia inasema ya kwamba shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Ni Zaburi 100. Napenda niwape wakati tuweze kufungua Biblia zetu. Tufungue pamoja Zaburi 100. Zaburi 100. Tukishafika hapo niweze kusoma, na ninapenda kuamini kwamba itakuwa baraka katika jina la Yesu. Nitasoma lugha zote mbili, lugha ya Kimombo na ya Kiswahili. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us. We are his. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving. Enter into his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. Amen. His faithfulness continues through generations. May the Lord bless his holy name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata mwelekeo wa neno la Mungu, jinsi ya kuingia katika madhabahu yake, jinsi ya kumshukuru Bwana, jinsi ya kumwabudu Mungu, jinsi ya kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu siku ya leo ni siku ya shukrani, kuna mwelekeo. There is a condition. There is the way you are supposed to do the things of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba kwa Mungu haijakatazwa kushout, hata kupiga nduru, hiyo imekubaliwa. License iko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye unasema mimi ni mtu ya mtaratara, siwezi ruka kwa Mungu, siwezi piga nduru, hata pinja na vuvuzela kama ziko zipigwe kwa sababu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Situngepa Bwana sadaka nzuri ya mkono. Ikiwa ni kumwabudu Mungu, wakati tunamwabudu Bwana, most of the times, there are times when you see people worshiping the Lord with a sad face. Unaona mtu anaabudu Mungu kama anataka kulia. Lakini tunaambiwa tunapomwabudu Bwana, tumwabudu kwa furaha. Yes. Geukia mwenzako mwambie ni kwa furaha. Hiyo ndio the correct way of worshiping the Lord. Worship the Lord with gladness. Mwabudu Bwana kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba come before him with joyful songs. Kuna nyimbo zingine za kusifu unaweza sikiliza, unasikia kama watu wanaomboleza. Tafadhali sasa tutakuwa tunachagua nyimbo zikuwe zile nyimbo zina raha ndani yake, na watu waonekane ndani yao they are singing joyfully before the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hata Uhuru na rais wa dunia hii hauwezi muimbia na unakunjana uso alafu wakutambue. Lazima umuimbie mpaka ufanye wengine pia wanaanza kutafuta ile wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye mwenyewe aamuke aseme nitaimba na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na napenda kusema ya kwamba hata zile nyimbo huwa tunasikiliza, nyimbo katika redio na za kaseti, kuna nyimbo zingine ndio ni nzuri, lakini hiyo nyimbo hata ujifunzi. Lakini kuna nyingine inatokea mpaka ina hit, inaleta kuchangamuka, hata mwenye haijui unakuta tu anaimba kwa sababu ile nyimbo inaleta msisimuko. Haleluya. Naye Mungu wetu tumuimbie nyimbo za kusisimuka. Haleluya. Sio nyimbo ambazo mtu hawezi amuka. Ni nyimbo mtu akiwa barabarani atasikia kuingia. Ni nyimbo ambazo Mungu akiwa mbinguni anasikia kweli I'll be with those people. Amen. Haleluya. Tupe Bwana sadaka nzuri. Biblia inaendelea kusema ya kwamba no. Na hiyo kusema no ni ujue vizuri. Jua no
know that the Lord is God. Unapoimba ujue hauimbii mtu wa dunia hii. Jua kwamba unamwimbia Mungu ambaye anaweza kukubariki na kuinua. Na huyo Mungu watu wengi wanamwabudu. But can you make it better than others? Hallelujah. Hallelujah. Ambie mwenzako ifanye vizuri kuliko wengine. Hiyo msifu vizuri kuliko huyo mwingine. Hapana, angalia wengine wanaruka ndio sasa unaanza kuruka. Na kuna wengine wakati tunasifu anashindwa hata na kunyanyuka. Tafadhali nyanyuka sasa kutoka chini. Enda juu, furahia kuliko wengine. Amen. There's a brother alinifurahisha sana leo. Alisifu Mungu mpaka nikasikia kama anaweza join yeye mahali alikuwa. Biblia inasema kwamba it is he who made us and we are his. Unaposifu ujue wewe sio mali yako mwenyewe. Unasifu mwenye wewe. Ule mwenye alishughulika na mwenye amekuchunga na mwenye amekuwa akikupea chakula, amekutunza kama mali yake. Biblia inasema kwamba sisi ni mali ya Mungu. Sisi tunapomsifu tunafanya justice kwa yule mwenye alikuumba. Ni vizuri yule mwenye alikuumba hata aanze kuona kweli, I can see why I created this man, why I created this woman. Kwa nini nimedumisha huyu mzee? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo msifu Mungu ukijua wewe ni mali ya Mungu. Amen. We are the people and the sheep of his pasture. Mungu akiangalia boma lake, sisi ni kondoo ambao wanakula nyasi ya Mungu, tunakula chumvi ya Mungu, tunakunywa maji ya Mungu, tunachungwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Situpe sadaka nzuri huyo mwenye alitupa. Usipokaa katika zizi la Mungu, ukae kule nje, utakutana na mzee mwingine, na huyo mzee mwingine ni mtukutu. Atakurarua, atakuharibu, atakumaliza. Kaa katika zizi. Sisi ambao tunasifu Mungu ni mali, ni kondoo katika shamba la Bwana. Amen. Amen. Sasa Biblia inasema kwamba enter his gates with thanksgiving. Mlango wa Mungu, hekalu la Bwana, ukienda kuingia, ingia kwa shukrani. Usiingie ukinung'unika, usiingie kwa masengenyo, usiingie kwa majuto, usiingie kwa machozi. Ingia ukimwambia Baba, ni asante, umenitoa nyumbani, umenisaidia nikaweza kuingia katika nyumba yako. Hata kana kwamba mwili unauma, ninakushukuru. Hata kana kwamba sina sukari na sina chumvi, ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Enter into his gates with thanksgiving and his courts with praise. Utakapoingia katika hekalu lake sasa, anza kumsifu. Anza kumsifu. Mahali hapa si mahali pa kuitisha, ni mahali pa sifa. Geukia mwenzako kumwambia ndani ya nyumba ya Mungu ni mahali pa sifa. Unaweza sema pastor, wewe hauelewi kile napitia. I don't need to understand my sister and my brother. I just need to tell you your truth. Na mimi nijue ukweli, alafu tuishi katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, hujui sikunywa chai. Yes, haukunywa chai, lakini condition ya mahali tuko ni sifa. Kama ulikunywa chai, kama hukunywa chai, kama mambo yanaenda vizuri, kama haikwenda vizuri, mahali tuko sasa tumeingia katika sifa. Sinipate amen. Penda nikukumbushe ya kwamba kwa nini tunamshukuru? Kwa sababu upendo wa Mungu unadumu hata milele. Upendo wa Mungu unadumu hata milele. Pengine unaweza ona kama hali si nzuri sana. Ndio. Lakini isipokuwa ni Mungu. Geukia mwenzako mwambie isipokuwa ni Mungu. Isipokuwa ni Mungu, mambo yangekuwa mabaya. But today tunaweza mshukuru Bwana kwa sababu kuna mambo mengi Bwana amefanya katika maisha yetu. Mengine si lazima tuyajue, but there are so many things God has done in our life that we don't know. Yes. Kuna adui wengi sana Bwana ametuondolea bila sisi kujua. Kuna vita vingi sana Bwana alipigana usiku na wewe ulikuwa umelala. Amen. Hallelujah. Amen. Kwani wewe hukutoka Nakuru ukaenda Nairobi na ukafika salama. Na hiyo barabara imemaliza maelfu. Kwani wewe hujasikia Mungu alianguka kutoka kwa kitanda? Kufika tu kwa mlango akaanguka hapa. Na wewe hutaanguka. You are still walking, kicking and in good health.
continues all the generations. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uaminifu wa Mungu unadumu milele. Sisi tuko katikati tu hapo mahali katika milele moja. Hata tujui milele inatoshana namna gani. But we are just there. Kwa nyakati zetu tunasema ya kwamba his faithfulness is continuing. Uaminifu wa Mungu bado unaendelea. Geukia mwenzako mwambie bado uaminifu wa Mungu unaendelea. Kuna watu wanaomba maombi mengine hata ukisikiliza unashangaa. Na sometimes ni vizuri kutemu maombi yako. Mungu ukifanya hivi nitajua. Sasa wewe unataka ujue siku hiyo, na yeye alisema zamani. Akasema uaminifu wake unadumu hata milele. Hata kama gari niko mwenye wewe wake. You don't need to get a vehicle to know the faithfulness of God. Bwana ukifanya hivi nitajua. You don't need to know. Read the word, understand, know why God spoke this. Amen. Amen. Pige Bwana makofi mazuri. Kuna mambo kadhaa ambayo nimetaja katika ujumbe huo. Jambo la kwanza ni shouting. This church will be a church of shouting to the Lord. Na ninaomba wenye wanajua mahali vuvuzela zinapatikana wanione. Ama mnisaidie tununue vuvuzela. We shall be making noise like ever before. Tutapiga kelele zaidi kwa sababu ya Bwana. Tumejua that's a secret. Number 2, we shall be worshiping the Lord joyfully. Hapa hii kanisa. Na tutakuwa tunafanya hivyo because that's a secret of the kingdom. Amen. Number 3, we shall be praising God joyfully. Kama unasikia moyo wako si mzuri, usitusaidie. Wale ambao wamejipanga kusifu Bwana, tutakuwa tunachukua microphone na keyboard na tunaombea mashini zetu. Hazitaleta mkanganyiko wakati wa sifa. Bwana Yesu asifiwe. The other thing, sisi hatutakuwa tunaingia kanisani kama marketplace. Tutakuwa tunajipanga. Tukiingia hapa, tunaingia kwa shukrani. So anybody who will enter this house atakuwa anaingia kwa shukrani. Sio kwa majuto, sio kwa manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Geukia mwenzako mwambie Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Na tena mwambie Mungu ni wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninapenda niguzie mambo mawili tu niende nikimaliza. Jambo la kwanza ni kwamba kuna watu wengi sana. Wengi sana, a big percentage. I can say 90% biblically. 90% ya watu ambao Mungu amewatendea, they never come back. Hawarudi kwa Mungu kwa shukrani. And I am worried kama hapa kuna mtu mwenye hajui kushukuru Mungu. Geukia mwenzako muangalie tu na uachane na yeye. Wakati mwingine unajua mtu mwenye hana shukrani ni mtu hata unaweza shindwa na mtu aina gani. Anakwambia sina mkate unampea. Anakwambia naumwa na mgongo unamponya. Anakwambia sina nguo unampa, lakini hajui kusema asante. Kila siku ni nipe. Siku nyingine nipe. Geukia mwenzako muulize unaweza kumpa aina hiyo? Unaweza kumpa. Situpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Just imagine, unampa mtu mahali pa kulala. Anakwambia nataka mkate na siagi, unampa. Anakwambia nataka maji ya kuoga, maji moto, unampa. Lakini asemi asante. Anakwambia nataka kwenda Nairobi, unampea pesa. Anakwambia nataka nilala kwa nyumba moja nzuri Nairobi, unampa pesa ya kulala hapo. Hakuna wakati anasema asante. Anakwambia nataka nguo, unampa. Wewe unangojea tu siku moja aseme asante. Lakini unamwangalia miaka yake yote unaona hakuna siku ameshawahi kushukuru. Ile kitu anasemaga tu ukimwona akikuja unajua anakuja kuomba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani huyu mtu wewe ukimwona akija kwako ujue either anataka akumpatie kitu. Sasa Bwana alikuwa ananisaidia ya kwamba kanisa 90% wako hivi. Hebu tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 2 and verses 16. Verse 6 kuanzia mstari wa 6. Tunaweza tangulia na Luka 17 tafadhali.
kitabu cha Luka mtakatifu 17 tuanzie mstari wa 11. Kitabu cha Luka mtakatifu Kitabu cha Luka mtakatifu 17 kuanzia mstari wa 11. Ukifika hapo useme amen, na nitaanza kusoma pamoja nawe, na naamini Bwana atatunenea jioni ya leo, ataweza kutubadilisha, ataweza kutusaidia ili tuweze kusonga mbele katika jina la Yesu. Luka 17 verse chapter 17 from verses 11. Nitasoma mistari 7 na nitaweza kwenda haraka for the remaining time. Biblia inasema kwamba now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. As they went, they were cleansed, or they were healed. One of them, when he saw that he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself into the pit and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Hilo ni swali. Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go, and your faith has made you well. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kanisa tuko. Hebu nione kwa ishara ya mkono. Ukiona kitu inaandikwa kwa Biblia, it is a record. It has got a purpose. Godly purpose for us. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa kwa barabara akienda Jerusalem. Kapitia katika mahali kuna mpaka wa mji unaitwa Galilee na Samaria. Na katika huo mpaka kulikuwa na watu 10. Na wote walikuwa wagonjwa wa ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Nani anajua ugonjwa wa ukoma unakaa namna gani? Can I see? Anybody who knows about leprosy? Ukoma ni hatari kuliko corona. Corona sijaona ikikata mikono. Watu wanagonjeka na kupona. Mtu wa corona akigonjeka, vidole yote inakatika. Mapua inakatika. Tuko na daktari hapa. Na mtu wa ukoma, sababu unajua vidole ndio inashikana chini, huwa anatembea namna hii. Na zamani watu wa ukoma walikuwa wanawekwa kengele kwa shingo. So that everybody can see him, can hear him. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa 10 walikuwa wametengwa mahali, sababu ugonjwa wa ukoma ulikuwa wa kuambukiza. Ukipenda kujua zaidi utauliza daktari. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa huu wa ukoma, mtu angekuwa nao alikuwa anatengwa, anatolewa ndani ya mji, anawekwa nje ya mji. So they were outside the city. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hao watu walikuwa mahali pamoja. Wakaona Yesu anapita. Biblia inasema kwamba walimuona kwa mbali, hapo karibu. They stood at a distance and called in a loud voice, Yesu! Hakuna mtu alikuwa anaitana kwa kidogo. Yes. Ulijua saa nyingine ukitana kidogo hawezi sikia. Waliitana kwa sauti. Geukia mwenzako umwambie kwa sauti. Ni kwa sauti. Wakamwambia Yesu, tuhurumie. Hakuna mtu mwingine alionyesha huruma. Na Yesu akawaambia, tokeni sasa, mwende mkajionyeshe kwa makuhani au wachungaji. Akawaambia, endeni
mkajionyeshe. Majamaa wakaangalia, wakaona miguu iko sawa, mikono iko sawa, mapua imerudi, tuko na nguvu, wakaenda. Wakiambiana, "Hey, angalia. Ai, wewe unaonaje? Mimi nimepona. Sasa sitakuwa nimerauliwa tena." Bwana Yesu asifiwe. Na wakaenda kwa furaha sana. Sani ama mahali kuna wachungaji, wawaambie sasa hatutarauliwa. Hatutarauliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. But they forgot one thing. Ambapo mwenzako walisahau kitu moja. Biblia inasema ya kwamba kati ya wote 10 mmoja akajiangalia, akaona ni amepona. Wengine wanafurahia hata waangalie nyuma. Yeye akasema hapana, wacha nirudi kwa Yesu. Napenda mtu mmoja nifundishe kwa ishara. Just one person who is bold. Mtu ambaye ako tayari kufanya kazi na mimi. Kwa sababu hii kazi lazima tusaidiane. Biblia inasema ya kwamba tuasimu Yesu yuko hapa. Biblia inasema ya kwamba one of them, when he saw he was healed, came back praising God. Akawa anasifu Mungu in a loud voice and threw himself at Jesus' feet. Tuasimu miguu ya Yesu yuko hapa. Hebu toka huko, uko ndio umepona. Uko unasifu Mungu kwa sauti na ukuje uamke mbele za Bwana. Because maybe we don't understand what he did. Kutoka kwa mlango, ukuje ukisifu Mungu. Hata kama utachukua drama, I don't know. This is your time. Mwambieni ni wakati wake. Sasa ajipange. Wewe sifu Mungu vile unafikiria. Alafu ndio itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sifu Bwana. Vile huyu mtu alisifu Mungu. Alikuja akisifu Mungu kwa sauti kubwa. Haleluya. Alikuja na akaanguka mbele za Bwana. Tupige Bwana makofi mazuri. Haleluya. Tupige makofi yanapoenda kupesa. Yesu akauliza, si majamaa walikuwa watu 10? Wengine wako wapi? Amen. Geukia mwanzo kumuuliza, wewe uko wapi? Muulize uko upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu 10 wakasema, sasa ni kwenda ni mbele. Na hiyo ndio shida ya watu wengi. Ukihesabu watu 10, utoe mmoja, watu 9 ni 90%. Mtu mmoja ni 10%. Only one person who came back. Na Yesu anasema ya kwamba Yesu anauliza maswali kadhaa ambayo nataka tujiulize. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Je, watu wote 10 kwani hawakupona? Na mimi naweza uliza kabisa, tangu kukuwe na corona mpaka mahali tumefika, kwani Mungu hajatulinda? Hata ukikosa baraka nyingine unaona. Tangu wakati wa corona kulitangazwa na it is there. Uliza daktari. Watu kwa wako pale wanang'ang'ana na madawa na mashini. Intensive care, unawekwa mashini inakusaidia kupumua sababu hauwezi. There are people in the hospital. Watu wangapi pengine daktari ambao wako hospitali Kenya? Ni wengi. Kwa hivyo wewe ambao unasema hakuna corona, let me tell you, he's a doctor. Ako hapa, anatibu watu kila siku. Corona iko. Wengine wanasema, sijaona mtu amekufa. Why do you want to see the person you know die? Do you have any good reason? Na Mungu akisema ni wewe, ndio wengine waone. Will you be happy? No. So you should not ask such kind of questions. Na daktari nimesikia watu wanasema hakuna corona. I am here telling you it is there. Sisi Bwana ametulinda. Na Yesu anauliza, kwani hawa sikuwachunga? Kwani sikuwasaidia? Geukia mwenzako muulize, nani amekusaidia? Amekwambia ni nani? Yesu aliuliza, wengine wako wapi? Na kuna watu wanasikia tunafanya dhabihu wanatoroka. Wewe endelea kutoroka. Utaniambia baadaye vile utaona. Was no one found to return? Yesu anauliza, kwani hakuna mtu mwingine amepatikana wa kurudi aseme ni asante?
13. And give praise except this foreigner. Imagine hata ule mtu aliweza kufanya shukrani nzuri, alikuwa ni mtu foreigner. Kwa leo tunaweza sema ni mtu ambaye si Mkristo. Ndiye anajua kushukuru kuliko sisi. Si Bwana tusaidie. Ndipo tupatikane Wakristo wazuri ambao wanaweza jua kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we have so many reasons why we can come before God to say thank you. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Na ni vizuri wapendwa kujua Mungu ni Mungu. Na kujua Mungu kama kuna dhabihu inapendeza Mungu, ni dhabihu ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kuelekea sasa kumaliza. Napenda nisome mistari miwili katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 2. Sababu hii mambo ninaongea ndio hekima ya Mungu. Now once you get that wisdom, you are able to do the things of God in the ways of God. The way it will please God. Nitapenda kusema ya kwamba kusoma kuanzia mstari wa 9. Biblia inasema kwamba however as it is written, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. But God has revealed it to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thought of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Verse 12. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth in spiritual words. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them. He cannot understand them because they are spiritually discerned. The spiritual man makes judgment about all things, but he himself is not subject to any judgment. Verse 16. For who knows the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Napenda kujitaja mambo mawili kwa sababu ya wakati. Naona wakati wangu tayari umekwisha. Mungu anaongea kuhusu the Spirit of God. Na wale ambao tumeokoka leo asubuhi tumejifunza kuhusu msaada wa Roho Mtakatifu. Na tukasema wale ambao wako ndani ya Kristo, they are rooted in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wako ndani ya Yesu, wale ambao wako ndani ya Yesu, Roho wa Mungu amewapanda ndani ya Mungu. So we are rooted there. Sasa hapa maandiko yanaongea kuhusu akili na mawazo ya Mungu. Tunafunuliwa tu mapenzi ya Mungu na Roho wa Mungu. Amen. 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 Na leo tunafunuliwa jinsi ya kumshukuru Bwana. Kwa nini? Neno la Mungu na Roho wa Mungu anatusaidia kujua mawazo ya Mungu. Amen. Amen. Yule mtu mmoja alikuja na kushukuru, wengine walienda tu, na hata pengine huyu mzee alirudi akawafikia na wakaenda, lakini kuna addition, kuna kitu huyu mtu mwenye alirudi peke yake aliongezewa. Aliambiwa umetakaswa, you are cleansed. Dhabihu ya shukrani inafanya Mungu kukusamehe dhambi. Hiyo tunamwambia Baba ni asante. Anasema hata hiyo dhambi nyingine ilikuwa kwa hiyo kitabu kingine
nimekusamehe. Yes. Amen. Amen. That is how simple it is. But also it is so complicated for those who have no mercy, ambao hawana roho wa Mungu. Na maandiko yamesema ya kwamba mtu wa mwili hawezi kupokea mambo ya kiroho. Amen. 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 Hallelujah. Tupe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Kama kuna ombi ninaomba nyakati za mwisho ni kuongozwa na roho wa Mungu. Sure. The Spirit of God. Ninaweza kosa marafiki, but let the Spirit of God speak and minister to me. Amen. Na watu ambao na roho wa Mungu, kuna mambo unaweza jua 1 2 3 bila mwingine kukwambia. Kuna mambo hata unaweza kufunuliwa even about your future. Na maandiko yanasema ya kwamba mawazo ya Mungu hakuna mtu anayejua isipokuwa ni mtu yule ambaye ana roho wa Mungu. Ndiye anajua ile mambo na mipango Mungu ametupangia. Napenda nitangaze siku ya leo ya kwamba kwa hili kanisa wale watakaotembea na roho wa Mungu, mawazo ambayo Mungu anatuwazia ni mawazo mazuri. Sio mawazo mabaya, sio mawazo ya kuwa na ubaya, ni mawazo ya kufanikiwa, ni mawazo ya kufaulu.